ya jana ni jambo la pili ambalo tulikuwa tunaliangalia. Falsafa ya kukua na kuongezeka inataka utayari wa mtu kukua. Tunaelewana? Inataka kitu gani? Utayari wa mtu kukua. Utayari ni mambo makubwa matatu: moja, kujitathmini; mbili, kuchukua hatua ya kubadilika kutokana na tathmini ulionayo. Nimejitathmini, nimegundua mwaka jana sikuwa muombaji kabisa, ni mvivu wa kuomba, kuna roho inanishambulia kuomba. Kwa hiyo hatua ya pili, nataka kubadilika sasa. Lakini hatua ya tatu, nidhamu ya kile nilichoamua kubadilika. Kwa hiyo nikakusemesha, jambo la kwanza ni gharama kumsaidia mtu ambaye hana utayari wa kubadilika, ni gharama sana. Lakini jambo la pili nikakwambia utayari wa kukua ni pamoja na kujifanyia tathmini, kuchukua hatua ya kubadilika na kuwa na nidhamu ya mabadiliko. Na jambo la tatu nikakusemesha maeneo ya kufanyia tathmini. Eneo la kwanza, fanya tathmini juu ya mahusiano yako na Mungu, hali yako ya usomaji wa neno, hali yako ya kumtumikia Mungu, hali yako ya uombaji ikoje? Fanya tathmini yako. Huu mwaka nimemtumikia Mungu kwa kiwango gani? Utumishi wa vipawa, muda wangu, mali zangu, nimemtumikia Mungu kwa kiwango gani? Lakini hali yangu ya kuomba ikoje? Usione aibu kumwambia Mungu, nina kiu ya kuomba lakini siwezi pa kuanzia kuomba. Kwa hiyo ninakuja mbele zako, naomba kiu ya maombi, naomba roho ya maombi, naomba roho ya ibada, naomba roho ya kusoma neno. Kila mapepo yanayonizuia kusoma neno ninayakataa kwa jina la Yesu. Kila tabia inayonifanya nisisome neno, maana nimekuwa sina mapepo lakini nina tabia ya kujali simu kuliko muda wa maombi. Nisaidie Mungu, hii tabia nimekuwa addicted, nimekuwa mlevi wa simu. Nisaidie Yesu, niache ulevi wa simu, nipe ulevi wa maombi, nipe ulevi wa kusoma vitabu, nipe ulevi wa kusoma neno. Muombe Mungu akuleweshe kwenye eneo lipi. Biblia inasema msilewe kwa mvinyo, bali mlewe, mjazwe Roho Mtakatifu. It is very simple. Msemeshe Mungu kwenye hiyo tathmini ya kiroho. Lakini eneo la pili ndio ajenda tunazoenda kuomba hizo, tunaelewana? Lakini eneo la pili, nidhamu yako katika matumizi ya fedha. Muombe Mungu, mwambie Mungu, ninaona uzito wa kiufahamu katika matumizi ya fedha. Nashika fedha lakini nazitapanya, zinaisha, sijui zinaishaje. Kuanzia leo nakuja mbele za kwako Yesu, ibariki mikono yangu, ikamate fedha, nipe akili na maamuzi mazuri juu ya kila shilingi inayokuja hapa. Ile roho nikipata fedha inayojiinua, kuinua matatizo, kuinua shida. Kwa sababu sometimes ukikamata tu hela ndio unaambiwa mama anaumwa kijijini. Ukishika tu hela ndio unapata mguu unauma uende hospitali. Ukishika tu hela ndio matatizo yanainuka. That means una vita kwenye malango ya fedha. Shetani anashindwa kukuzuia kukamata hela, lakini anazuia matumizi yako ya fedha. Ukiwa hauna hela haupati tatizo lolote, lakini ukishika hela matatizo yanainuka. Ukiwa hauna hela una kitu cha uvumilivu. Ukishika hela hata kanisani hatukuoni, yani mpaka hela iishe ndio stressi za hela zinaisha. Ni shida. Wangu unaweza kunielewa? Baba akiwa hana hela anakaa nyumbani, anatulia, anasikiliza taarifa ya habari, anajua hadi watoto waliandika nini. Akipata hela na akiwa hana hela ana mawazo mazuri, anakuambia mke wangu, yani tutajenga gorofa huu mwaka. Unasema huyu si ndio mume bwana? Akikamata tu hela, zikiisha anakuja na mawazo yake tena mazuri. Kuna shida kwenye mlango wa uchumi. Tunaelewana? Unahitaji kumwombea baba utulivu pale anapokamata fedha, au mama. Hata kuna wamama akisha shika hela, akili ya dela inakuja, akili ya wigi jipya inakuja, akili ya makeup inakuja, alafu hela zikiisha ndo anawaza vitu vya akili. Sasa hivi hatujajenga hivi, lile dirisha limepasuka, ila akishika hela anawaza dela, anawaza makeup, anawaza cheleko hizo, yani anawaza vitu vya kijinga. Tusimaanishi vya kijinga sana, vina muda wake. Kwa lazima uweze kujua shetani anashambulia kwenye eneo lipi. Inawezekana kushika hela kwako si shida, ila shida iko kwenye matumizi. Kuna watu wengine hawashiki hela, ila akishika hela mara moja anafanya kitu cha maana tofauti na wewe ambaye unapata mshahara kila mwezi. Kwa lazima uweze kujua, mimi hela nashika, fedha sio problem kwangu, ila kwangu mimi matumizi. Kwa tathmini yako ya eneo la fedha itakufanya tuingie mbele za Bwana, uanze kuzungumza na Mungu akupe akili za utulivu. Kama unielewi, ukimkuta mbinguni mwanampotevu muulize, alivyopewa tu hela za babake akachanganyikiwa kabisa. Wanawake ni yeye, pombe ni yeye, luxurious goods ni yeye. Zilipoisha akili zikarudi. Hivi nitulie nyumbani
nikitulia nyumbani nafikiri kuna mafanikio zaidi. Usitulie wakati una hela, tulia wakati una hela, mambo yanaenda. Tunaelewana watu wa Bwana? Mwambie Mungu, nitashika hela na hakutatokea matatizo. Hela yangu haitaenda hospitali, watanisamee kwenye miradi yao, watajua wanatoa wapi. Hela yangu itaenda kujenga, hela yangu itasomesha watoto, hela yangu itatunza mwili wangu, hela yangu itanipendezesha, hela yangu itaongeza miradi. Na kataa roho za matatizo wakati nimekamata hela, na kataa emergency kutokea wakati nimeshika hela. Hela ya sadaka haitaenda kwenye emergency, hela ya ujenzi haitaenda kwenye emergency, hela ya kusomesha haitaenda kwenye emergency. Emergency ikitokea itakuwa na fungu lake, sio kwenye bajeti ya maendeleo, kwa sababu ukiona unapata hela ya maendeleo inaenda kwenye matatizo, shetani anachoshambulia ni kile unachotaka kukiendeleza. Fanya tathmini. Lakini fanya tathmini eneo la tatu ambalo tunaingia kuomba, matumizi yako ya muda. Mimi sijui, kila mtu ana udhaifu wake au ana vita yake, kwa sijui eneo lipi linakusumbua. Lakini wewe mwenyewe ukifanya tathmini, kwa mfano ukajipigia tu, hivi leo nimefanya kitu gani cha maana? Sijui unachoandika kwenye diary yako, andika tu hapo. Unaweza kukuta siku imeisha, hakuna kitu cha maana umefanya. Lakini ukumbuke muda tuliopewa unafanana dunia nzima. Masaa 12 ya kwako ndio masaa 12 ya kwangu, na ndani ya muda kuna fursa. Lakini jaribu kufikiri umetumiaje muda. Muombe Mungu, usiogope. Mwambie Mungu, mimi matumizi ya muda yananishinda, nisaidie kuutumia muda. Biblia inasema kila jambo na majira yake. Kwa hiyo kama kwa kila jambo kuna majira yake, mimi ninajua Bwana, ndani ya huu muda nilionao wa miezi 12, huku ndani kila siku ina baraka zake, kila sekunde ina baraka zake, kila wiki ina baraka zake. Kwa hiyo kamata lango la muda. Mungu, ninakamata lango la muda. Biblia inasema enendeni mkiukomboa wakati, msienende kama hao wa mataifa. Mwambie Mungu, nakamata. Wale ambao wako kwenye group langu wanakumbuka, na leo tuna siku tena ya kuombea malango. Tunaombea lango la muda, tunaiombea kila sekunde, kila dakika, kila saa, kila siku, kila wiki, kila mwezi, kila mwaka. Beba, kwa sababu maisha, wale waliosoma chemistry wanaelewa, ukienda kwenye titration, it's only a single drop that changes things. Ni tone moja tu la kemikali linaweza kubadilisha rangi ya kitu. Tone moja, a single sentence, a single minute, unaweza ukapigiwa simu ikawa na taarifa nzuri. Taarifa nzuri upewi siku nzima, unapewa dakika moja tu. Si unapigiwa simu kwamba tumekuita, umepata kazi, angalia kama imezidi dakika 2. Kwa kila dakika imebeba kitu cha maana, na kila dakika shetani anataka kuitumia kupitisha kitu cha uovu. Inaweza ikawa dakika moja tu, kile ulichopitisha kinakuharibia maisha kabisa. Yaani sekunde tu umemshika mtu mkono, umesalimiana, kumbe haukuwa mkono sahihi, kashaiba kibari, umemaliza. Only second. Kwa kamata lango la muda wako, liombe. Tunaelewana? Lakini pia fanya tathmini ya kufikiri kwako, unganisha pale kwenye fedha. Kama una vita kwenye mawazo, una vita, yani unawaza vitu vingi vibaya kuliko vizuri, manake mawazo yanashambuliwa. Sasa kumbuka, nilikuambia hizi drums kabla hazijawa drums zilikuwa wazo kwenye moyo wa mtu. Maendeleo ni wazo lililofanyiwa kazi. Shetani akivuruga mawazo, amevuruga maendeleo yako. Ombea kuwaza. Mungu akupe uwaze vitu vizuri. Mungu akupe unawaza vitu vizuri vikubwa, hata kama huna hela, lakini unaiona kesho kwenye mawazo, unaiona kesho moyoni, unaona mifugo yako moyoni, unaona gorofa lako moyoni. Siku moja nilikuwa nimekaa mahali, nilikuwa napita tu, nikasema ngoja nikae kidogo na vijana. Yes, nafikiri kuna kitu kwa okay. Nilikuwa nimeenda kufanya service fulani ya gari kwenye garage inayofanyaga service. Pale ukienda pale garage wote wananitaga mchungaji, mchungaji. Na ni marafiki zangu, yani wakija tu, tutoe basi buku mchungaji. Ndio unaondoka, tuombee basi mchungaji. Unatuacha hivi hivi mchungaji, tuombee. Kwa nikikaa nao wananiuliza maswali ya Biblia na nini, tukakaa. Akapita dada mmoja pale. Afu wote nikamwambia muangalieni yule dada. Wakamwangalia. Afu nikamwambia si mnanipenda? Si huwa nawaombea na wapaga na hela ya soda, mnajifunza kwangu. Kila mtu aniambie ukweli, amewaza nini juu ya yule dada. Yani tuchukue zipu au kufuli tufungue, kila mtu aniambie umewaza nini juu ya yule dada.
Mama amenielewa sana nilichokiongea. Just imagine kila kinachopita mbele yako unakiwazaje? Nikikwambia, kwa sababu ni vijana wenzangu na ni marafiki, mchungaji, mimi nikwambie ukweli, nimewaza uchafu. Mwaza uchafu kabisa. Mchungaji, nikwambie ukweli, mimi nimemwona kama dada yangu tu. Mchungaji, mimi sisemi. Kwa kila mtu moyoni mwake. Kwa tunaweza kuona hapa, lakini kila mtu akaandika sentensi yake. Mwingine ameona fursa, mwingine ameona hivi, mwingine hajaona chochote, mwingine ameona tu iko hivi. Kila mtu mwambie Mungu, kila ninachopita mbele yangu nipe kuona unavyotaka nione. Tunaelewana? Kwa sababu Biblia inasema ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo, afikirivyo mtu moyoni mwake ndivyo alivyo. Kwa imagine umefikiria nini, manake ndicho kilichojaa ndani yako na ndivyo utakavyokuwa. Kwa ombea mlango wa kufikiri, usiache. Huu ni mlango kiroho. Chochote ulicho nacho kimetokana na ulivyofikiri. Hata mimi nilivyovaa hivi leo niliwaza, yani nimevaa ndani ya moyo kabla ya nje. Mwishowe kuvaa nguo 4, yani unapiga hii na goma, unapiga hii na goma, unapiga hii na goma. Moyo usipokubaliana na hiyo nguo, haijalishi itakuwaje, utavua tu hata mara 8 mpaka ikubali. Kwa hiyo huku ndani ndio kunaanza maisha kabla ya nje. Kwa huku ndani kukuvurugwa, nje unavaa kimvurugo. Unakuwa kivuruge. Piga mzambarau na satini nyekundu, kitu kimeenda hapo. Na kuna watu wamevurugwa, yani huku ndani amevurugwa, hata mkimshauri kwamba umevurugwa, anaona nyie mnaomshauri ndio mmevurugwa. Kwa sababu shetani ameshakamata mawazo, anaamini katika ule uharibifu alionao. Unamwambia this is not a right, sio dira sahihi, anakwambia wewe ndio umekosea njia. Ukitaka kunielewa sitasoma, ndo tunaingia kuomba. Kamtafute yule mtu mwenye mapepo ya Wagerasi. Alipoombewa yale mapepo 2000 yakawaingia nguruwe. Kasome mstari wa 5 sura ya 5 kitabu cha Marko. Biblia inasema wanakijiji wakamkuta amekaa, amevaa nguo, ana akili zake. Sasa wasomaji wa Biblia wanajua alikuwa anashinda milimani uchi. Kwa alipoombewa na Yesu mapepo yakatoka, akavishwa nguo, maana yake akarudishiwa heshima. Lakini jambo la pili, Biblia inasema ana akili zake, maana yake mapepo yalikuwa yameshambulia akili. Unajuaje? Mtu hawezi kwenda kulala makaburini kama ana nyumbani kwao. Kama anashinda kulala makaburini, maana yake akili zimevurugwa. Kwa Mungu anapoondoa mapepo, anafungua mahali ambako mapepo yalikuwa yamekaa. Huyu mtu alikuwa anashinda maeneo mawili, anashinda milimani na makaburini, na anajikatakata mwili mzima kwa mawe yenye ncha kali, anajichanja chanja. Na Biblia inasema amerudi nyumbani kwake mara kadhaa. Akirudi pale nyumbani, wanamfunga pingu, wanamfunga kamba, wanamfunga minyororo, alikuwa anakata. Kwa sababu mapepo 2000 sio kitu cha kawaida. Hizo ni semi-trailer, unaziunga hapo, zimekaa kwenye maisha ya mtu. Bwana asifiwe. Mmenielewa eh? Na kamvua haka ni kazuri, pamoja na kwamba kamenicheleweshea watu wangu, watatukuta tunaendelea, si ndio? Simama juu kwa miguu yako. Simama juu kwa miguu yako. Inawezekana unasumbuliwa na magonjwa pia. Tathmini mwili wako, mwambie Mungu akutunzie mwili. Tunaelewana? Mwambie Mungu, nifundishe kuutunza mwili wangu, nifundishe namna ya kula, nifundishe namna ya kuvaa na kadhalika. Usiogope kumwambia Mungu, usiogope. Nifundishe namna ya kuishi na watu, usiogope. Mtu wa kibodi, unifinyange, nifanye kama upendavyo. Yes Lord. Tunaingia kuomba. Sasa unisikie. Hatuingii kukuombea, tunaingia kuomba. Unanielewa hiyo sentence? Kwa hiyo hakikisha unaomba. Kule nyuma bado watu hawajajaa. Kama unapenda maombi ya kutembea tembea, nenda zako kule nyuma kajitembeze kule vizuri. Bwana asifiwe. Huku kwa mwinjilisti wangu watu hawajajaa. Kwa hiyo unaweza, kama unapenda maombi ya kutembea, unatembea kule. Hapo katikati hapo, hakikisha usitembee mbele ya kamera. Bwana asifiwe. Tuna watu tunawahudumia pia mtandaoni. Unasikia kuomba umekaa, ukichoka kusimama unakaa. Nikikuona umekaa muda wote na kusimamisha. Tunaelewana? Hajaja kukaa hapa ndani. Sio mimi mnaniachia kusimama tu kila siku peke yangu muda mrefu. Leo tunasimama wote. Mimi nasimama hapa saa nzima na nusu, mmekaa tu. Alafu nyinyi mkiambia msimame tu nusu saa,
Sasa nimechoka. Kwa hiyo ukichoka kusimama unakaa, ukichoka kukaa tunaomba karibu dakika 40 huenda. Kwa hiyo haya ni maombi ya muda mrefu. Tunaelewana watu wa Bwana? Amen. Nifanye kama wewe mpaka kule mtandaoni. Leo ni siku yetu ya maombi, unaweza ukaungana pamoja nasi. Wakini
niguse, gusa wewe nitakuwa salama. Niguse, niguse, ukinigusa wewe nitakuwa salama. Niguse, niguse, ukinigusa wewe nitakuwa salama. Niguse, niguse, ukinigusa wewe nitakuwa salama. Yesu niguse, 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 ukinigusa wewe nitakuwa salama. Yesu niguse, 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 ukinigusa wewe nitakuwa salama. Yesu niguse, 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 ukinigusa wewe nitakuwa salama. Yesu niguse, 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 ukinigusa wewe nitakuwa salama. Yesu niguse, 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 ukinigusa wewe nitakuwa salama. Gusa moyo wangu, moyo wangu, gusa moyo wangu, moyo wangu, gusa moyo, gusa moyo wangu, moyo wangu, moyo wangu, moyo wangu, gusa, gusa moyo, gusa moyo wangu, moyo wangu, moyo wangu, moyo wangu, gusa, gusa moyo, gusa moyo, moyo wangu, gusa moyo, gusa, gusa moyo, gusa moyo wangu, moyo wangu, gusa moyo wangu, gusa, gusa moyo, gusa moyo wangu, gusa moyo wangu, moyo wangu, gusa moyo wangu, Nyanyua mikono yako juu. Asante watu wa praise, tunaweza tukaingia wote kwenye maombi. Nyanyua mikono yako juu. Sema, Bwana Yesu, nimekuja jinsi nilivyo. Nimekuja mbele zako jinsi nilivyo. Hakuna kitu ninachoweza kukuficha. Mbele zako mimi niko wazi. Mimi niko mtupu. Unanijua kuingia kwangu. Unanijua kutoka kwangu. Unazijua tabia zangu, tabia za wazi, tabia za sirini. Unajua kufikiri kwangu, unajua kuwaza kwangu, unajua kusema kwangu, unajua kutenda kwangu. Nimekuja Bwana kwenye malango ya msimu mpya. Sitamani mfalme kuyaishi maisha ya njia ya uovu, ya njia ya udhaifu kama mwaka uliopita. Natamani mwaka huu niwe bora zaidi, niwe bora zaidi,
niwe imara zaidi, niwe vizuri zaidi. Kuna maeneo mengine nimekwama Bwana kwa sababu ya tabia zangu hazijawa nzuri. Bwana, kuna maeneo mengine nimekwama Bwana kwa sababu shetani amekaa kwenye mlango wa mafanikio yangu. Kuna maeneo mengine Bwana nimekwama Mfalme kwa sababu ya kufikiri kwangu. Niko mbele za kwako, ninaomba toba, ninaomba rehema katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Mahali popote ambapo tabia zangu hazikukupendeza, ninaomba rehema. Damu ya Yesu inisafishe, damu ya Yesu initakase, maana imeandikwa, wewe Bwana ni mfinyanzi na mimi ni udongo. Nimekuja mbele za kwako na familia yangu, utufinyange Bwana, utufinyange Bwana, mahali ambapo tabia za asili, tabia za kabila, tabia za mazingira zimetuvurugia mahusiano mazuri na wewe. Bwana, ninaomba rehema mahali ambapo hali yangu ya ibada haikuwa nzuri, hali yangu ya maombi haikuwa nzuri, hali yangu ya kusoma neno haikuwa nzuri. Bwana, kwa sababu ya tabia za kibinadamu, mwili umekuwa na nguvu kuliko roho yangu. Bwana, ninaomba rehema, ninaomba rehema ili unisaidie kuutiisha mwili, kuutiisha mwili kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba. Anza kuomba ajenda ya kwanza. Sogea mbele za Bwana, omba roho ya maombi, omba roho ya kusoma neno, omba roho ya ibada. Simama na hiyo ajenda, simama na hiyo ajenda. Unasikia namna ya kuomba toba, endelea tu. Unasikia kumsihi Mungu aingilie kati kukusaidia, arudishe tena roho ya maombi. Ingia mbele za Bwana, ingia mbele za Bwana. Ajenda yetu ya kwanza ni mahusiano yetu na Bwana. Sogea mbele za Bwana, sogea mbele za Bwana, sogea mbele za Bwana, na mimi nitaendelea kukuombea, na mimi nitaendelea kukuombea. Unasikia kutembea tembea, tembea tembea, endelea kuomba. Mwambie Bwana, ninaomba rehema kwa sababu ya hali yangu ya kiibada mwaka huu. Bwana, hali yangu ya kiibada haikuwa njema, sikuomba kama inavyostahili. Unirehemu Bwana, pale nilipoomba chini ya kiwango, nilivipa vitu vingine nafasi kubwa kuliko maombi. Mpira niliupa nafasi kubwa kuliko maombi. Bwana, kuna vitu nilivipa heshima kubwa kuliko maombi. Bwana, ninaomba rehema. Usomaji wangu wa neno haukuwa mzuri kabisa Bwana. Nimemaliza mwaka mzima sijaweza kusoma hata vitabu kadhaa. Bwana, ninaomba rehema sana, ninaomba unirehemu Bwana. Ndani yangu umenipa vipawa, umenipa karama. Inawezekana Bwana sijakutumikia kwa viwango vilivyotakiwa. Bwana, ninaomba rehema, ninaomba rehema katika ile damu ya Yesu. Ninaomba rehema Bwana, ninaomba rehema. Sitamani tena kutembea kwenye hali hiyo, sitamani tena kutembea kwenye hali hiyo, sitamani tena Bwana kutembea kwenye hali hiyo. Sitamani Bwana tabia yoyote ya jinsi ya mwili niliyo nayo ambayo imeua hali ya maombi, imeua hali ya kusoma neno, imeua roho ya ibada. Mungu, ninaikataa hiyo tabia, ninaikataa hiyo tabia, ninaikataa hiyo tabia. Tabia yoyote ambayo nimekuwa addicted nayo inazuia ibada katika jina la Yesu. Rapo koria maseke rindo ropo seke. Nimekuja tena kwako Bwana, nirejeshe tena. Wewe umesema utarejesha vilivyoliwa na nzige, vilivyoliwa na madumadu, vilivyoliwa na palale. Bwana, karama zangu zimeliwa, karama zangu zimeliwa. Siko kwenye vile viwango ambavyo nilikuwa navyo. Bwana, naomba urejeshe tena hiyo huduma, hiyo karama, hicho kipawa. Nirudishie tena roho ya maombi, roho ya maombi, roho ya maombi, roho ya maombi. Nirudishie Bwana, nirejeshe tena roho ya ibada, 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 roho ya kusoma neno nyumbani kwangu. Tulikuwa tunasoma neno kifamilia, tulikuwa tunaomba kifamilia, lakini ile ibada imevurugika. Ninairudisha tena roho ya ibada nyumbani kwangu, roho ya ibada kwa mume, kwa mke, kwa mwenzi wangu, roho ya ibada kwa
watoto wangu, ninairejesha tena roho ya ibada, roho ya ibada, roho ya ibada, roho ya ibada. Ule uzito ninaousikia nikiingia kwenye ibada, ule uzito, ile giza, leo hilo giza linaondoka, hilo giza linaondoka. Huo uzito, huo uzito, huo uzito. Rapoko robo seke rika kanda rabo seke. Endelea kuomba roho ya ibada, kiu ya ibada, kiu ya ibada, roho ya ibada. Kama Ayala aoneavyo shauku maji ya mto, Bwana nafsi yangu ikuonee kiu, ione shauku ya ibada, ione shauku ya ibada, ione shauku ya ibada. Nakataa kulala bila kuomba, nakataa kuamka bila kuomba, nakataa siku kuisha bila kuomba, nakataa hiyo hali, ile hali ya kukata tamaa iliyoua ibada, ninaikataa. Ile hali ya uchungu moyoni kwa sababu kuna vitu haukunijibu, imeua ibada, ninaikataa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ile dhambi ambayo niliingia, Bwana, ikaua ibada, nitoe huko, nitoe huko, nitoe huko, nitoe huko, nitoe huko, nitoe huko, Bwana, kwa jina la Yesu. Nguvu zozote za giza ambazo zimetumwa ili kushambulia, kuua ibada ndani yangu, wameshindwa kuua uchumi, wameamua kuua ibada, ninasimama kinyume na hayo mamizimu ya ukoo yanayoua ibada za wanafamilia. Ninasimama kinyume na wakuu wa anga la Kahama wanaoshambulia ibada. Ninasimama kinyume na miungu ya kanda ya ziwa inayoshambulia roho ya ibada. Ninakataa kuwa mwimbaji asiyeomba, asiyesoma neno. Ninakataa kuwa mhubiri wa mazoea. Ninakataa kutumika bila kuomba, kutumika bila kuwa na neno. Ninakataa kuwa Mkristo asiye na ibada, asiye na ibada. Ukiwa wa ibada, ukiwa wa ibada unaondoka, unaondoka, unaondoka. Endelea, 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 endelea. Endelea, 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 endelea. Nisaidie maiki nyingine kwa ajili ya mchungaji. Endelea, 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 mtu wa Bwana, 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 endelea, endelea, endelea. Napinga hiyo roho inayonizuia kwenda mbele za Mungu kila siku. Iondoke, 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 iondoke. Hiyo roho ya vizuizi iondoke kwenye maisha yangu, kwenye nyumba yangu, kwenye familia yangu. Iondoke, iondoke hiyo roho ya vizuizi, vizuizi vya ibada, vizuizi vya maombi, vizuizi vya kumcha Bwana kwa jina la Yesu. Iondoke, 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 iondoke kwa jina la Yesu. Hivyo vipingamizi, hayo mapingo yanayonizuia yaondoke, 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 yaondoke kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nguvu za adui ziondoke kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Kila roho iliyoingia kwenye maisha yangu, iliyoingia kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu, toka, 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 toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Mizimu ya ukoo, mizimu ya upande wa baba, mizimu ya upande wa mama, ondoka kwenye maisha yangu, ondoka kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ushirikina na uchawi, majini, mapepo, nguvu za giza, toka, 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 toka kwa jina la Yesu. Ondoka, 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 ondoka hiyo mizimu, ondoka hayo mapepo, ondoka vinyamkera, ondoka, 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 ondoka. Hakuna urafiki, hakuna urafiki tena kwa jina la Yesu. Ropokoria, manisha, manisha. Mchungaji anapoomba na wewe manisha, piga hizo madhabahu ambazo zinaua roho ya ibada, piga hayo maroho ambayo yanaua roho ya ibada, piga hizo roho zilizo ndani yako zinazoua ibada. Tunashambulia eneo la ibada hapa, malango ya ibada, malango ya ibada yawe wazi. Kuna mizimu inazuia ibada, maana inajua ukikaa vizuri na Mungu mambo yako yatafanikiwa. Kuna kazi zinafanyika za kichawi
madhabahu ofisini kwako zimeua roho ya ibada, zimeua roho ya ibada. Kuna tabia zimeua roho ya ibada. Piga hizo roho, piga hizo roho. Ni siku ya kujishughulikia. Mwambie Bwana, madhabahu yoyote inayoua ibada nyumbani kwangu, inayoua ibada ndani yangu, roho zozote, tabia zozote, endelea. Miungu ya eneo, miungu ya eneo, toka achia, miungu ya eneo, toka achia, miungu ya eneo, toka achia, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Enyi miungu ya eneo, mnaonizuia, mnaoweka kizuizi cha ibada, cha maombi, cha sifa, kwa jina la Yesu, toka kwenye maisha yangu, kwenye maisha yangu. Miungu iliyokaa kwenye fikra, kwenye ufahamu, kwenye akili, kwenye mawazo, toka kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Mapepo na majini, achia maisha yangu, achia maisha yangu, achia maisha yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Achia, toka mahali mliposhikilia, kwa jina la Yesu. Endelea kuomba. Hatujaja kuwashangaa watu hapa ndani, hatujaja kuwashangaa watu hapa ndani, hatujaja kuwashangaa watu hapa ndani. Leo tulisema ni siku ya maombi. Kama upo hauombi, tunakushangaa umekuja kufanya nini? Endelea kuomba. Wewe ndio unajua hali unayopitia. Endelea kuomba. Omba matumizi yako ya fedha, omba matumizi yako ya muda, omba swala la kufikiri kwako. Roho yoyote ambayo imekamata ufahamu wako, Biblia inasema ingawa tunaenenda kwa jinsi ya mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, kwa kuwa silaha zetu zina uwezo katika Bwana hata kuangusha ngome, tukiteka nyara kila fikra zipate kumtii Kristo. Angusha hizo ngome. Kamata fikra, teka nyara fikra zako zilizokamatwa na adui, kila ngome za kuzimu zilizokaa kwenye ufahamu wako, zilizoshikilia ufahamu wako, argument za kipepo, mawazo ya kipepo, mawazo ya zinaa, mawazo ya uasherati, mawazo ya uharibifu. Ondoa. Angusha mawazo mabaya. Mapepo yaliyokamata mawazo yako ili usifanikiwe, yanaachia. Roho ya uzito wa kufikiri, uzito wa kufanya maamuzi. Yale mapepo yanayokula hela yako kwa kukamata mawazo, uwe na matumizi mabaya. Endelea kuomba. Angusha hizo falme, angusha hizo mamlaka, angusha wakuu wa anga, angusha endelea, piga kila eneo. Peleka damu ya Yesu kwenye mlango wa mawazo, kwenye mlango wa fikra, kwenye mlango wa ndoto. Peleka damu ya Yesu. Chochote cha adui kinachopita ili kushambulia matumizi yako ya muda, matumizi yako ya fedha, ili kuharibu kesho yako, peleka damu ya Yesu. Peleka kwenye lango la anga la nyumbani kwako, anga la biashara ambalo limekuwa zito katika kufikiri, anga la nyumbani kwako, ardhi ya chumbani kwako ambayo imekuwa nzito kuruhusu maombi. Piga kila eneo. Endelea mtu wa Bwana. Roho Mtakatifu anapita. Pita. Roho Mtakatifu pita, hudumia watu hawa. Roho Mtakatifu pita. Roho Mtakatifu anapita. Roho Mtakatifu anapita. Roho Mtakatifu anapita, anakutia nguvu. Endelea kuomba. Roho Mtakatifu anapita. Endelea kuomba, anakutia nguvu. Roho Mtakatifu anapita. Roho Mtakatifu anapita kufungua ufahamu, kufungua hizo fikra,
fungua hayo mawazo yaliyoshikiliwa kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu anapita, endelea kuomba. Roho Mtakatifu anakutia nguvu. Roho Mtakatifu anapita juu yako, anapita juu yako, anakutia nguvu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, usichoke. Roho Mtakatifu anapita, anafanya operation, anafanya operation, anafanya operation, anafanya operation, anafanya operation. Roho Mtakatifu anapita, anafanya operation, anafanya operation, anafanya operation. Roho Mtakatifu anapita, endelea kuomba, endelea kuomba. Roho Mtakatifu yupo mahali hapa, yupo mahali hapa, yupo mahali hapa, yupo mahali hapa, yupo mahali hapa. Roho Mtakatifu yupo, endelea kuomba, anakutia nguvu. Utiwe nguvu, utiwe nguvu, utiwe nguvu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu anapita, Roho Mtakatifu anapita, Roho Mtakatifu anapita, 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 anafungua malango yaliyofungwa, anafungua ufahamu, anafungua akili, anafungua kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu shughulika, 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 shughulika. Roho Mtakatifu shughulika, Roho Mtakatifu shughulika. Tie nguvu kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo. Usichoke kuomba. Leo hatumwombei mtu, kila mtu anajiombea, kila mtu anajiombea. Na usimwangalie jirani yako, wewe unachopitia ndicho unajua. Ng'ang'ana na Mungu. Kama Mungu ametupa leo muda mrefu wa maombi, utumie vizuri. Ng'ang'ana. Ukisikia kukimbia kuja kuomba madhabahuni, usijizuie. Ng'ang'ana. Mwambie Bwana, siondoki leo, siondoki leo mpaka umenifungua, mpaka umenifungua, mpaka umenifungua, mpaka umenifungua. Wewe unaona vita kwenye matumizi ya muda, komboa lango la muda, komboa lango la muda. Mwambie Bwana, narejesha muda ulioibiwa, fursa zilizoibiwa ndani ya huo muda. Ninakomboa lango la muda, ninakomboa kila sekunde ya huu mwaka, kila dakika ya huu mwaka, kila siku ya huu mwaka, kila wiki ya huu mwaka. Ninakomboa hayo masaa yote, ninayakomboa kwa damu ya Yesu. Komboa lango la muda. Muda wako hautaliwa na michezo ya ovyo, hautaliwa na mapepo, hautaliwa na uharibifu. Muda wako hautaliwa. Endelea, ukisikia kukaa chini, weka chini. Endelea. Shughulika wewe na Mungu wako, usimwangalie mtu mwingine. Ndio, endelea. Unasikia kutoa machozi, mwambie Bwana, imetosha. Bwana, endelea mtu wa Bwana. Kuna kitu kinafanyika, nguvu za Mungu zinapita, zinapita. Ninaona watu wanarudishiwa vipawa, wanarudishiwa karama. Roho ya ibada inarudi, muda ulioliwa na nzige, muda ulioliwa na tunutu unarejeshwa. Ninaona mzigo unaondoka, uzito unaondoka ndani yako, Ninaiona kiu ya maombi inarejeshwa. Roho ya ibada inaachiliwa, roho ya ibada. Hiyo damu ya Yesu inanena mema chumbani kwako. Utaomba chumbani na maombi yataenda, utaomba sebreni na maombi yataenda, utaomba kanisani na maombi yataenda, utaomba ofisini na maombi yataenda. Rapo korobo shaka ya manda, rapo korobo seke rima mando ropo seke. Yesu alipowatuma wale wanafunzi wake, walipomrudia akawaambia, nimemwona shetani akianguka. Wakuu wa anga wanaanguka. Wakuu wa anga la Kahama linalopiga ibada kwa wamama, linaua roho ya maombi kwa wababa. Anga la Kahama, anga la kanda ya ziwa, ndio wakuu wa anga wanaachia katika jina la Yesu. Kitu chochote, roho yoyote inayokula hela zako, hiyo roho ya chuma ulete, roho ya umasikini, roho ya kufirisi, roho ya kupoteza, roho ya hasara, achia mikono yake, na ikataa hiyo roho ya kupoteza, roho ya hasara, roho ya
ya hasara, roho ya hasara, roho ya hasara, toka, achia hiyo mikono, achia hiyo mikono, achia hiyo mikono, roho ya hasara, roho ya kupoteza, roho ya hasara, roho ya hasara, hiyo roho ya madeni, hiyo roho ya madeni, achia, 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 roho ya hasara, roho ya chuma ulete, roho ya chuma ulete, inayokula fedha zake, rapo koria, rasaka, rango roboseke. Endelea kuomba, endelea mtu Bwana, endelea, usichoke, bado hatujamaliza, ndio kwanza tunaanza. Sukuma, 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 rapo koroboseke. Endelea kuomba, endelea kuomba. Unasikia kumwombea mume wako, mwombee, huo uzito muondoke, fikra zake zifunguliwe. Unasikia kumwombea mke wako, mwombee, mwombee, mwombee wepesi, mwombee wepesi huu mwaka. Endelea, unasikia kuombea watoto wako, waombee, waombee, rapoko robo seke. Endelea, 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 endelea. Haya ni maombi ya kufinyangwa, haya ni maombi ya kujichonga, haya ni maombi ya kutengenezwa. Mwambie Bwana, nifanye upendavyo. Kila eneo, liwe kwenye muda, iwe kwenye fikra, iwe kwenye fedha, iwe kwenye mwili, iwe kwenye nafsi, nitengeneze Bwana, nitengeneze Bwana. Ondoa uchungu ndani yangu, ondoa uchungu ndani yangu, ondoa Bwana, ondoa Bwana, ondoa Bwana. Naachilia, natangaza msamaha kwa watu ambao wamekaa ndani ya moyo wangu na kuleta uchungu na kuzuia kufikiri kwangu. Kandaraboseke rapokoria. Yes, kamata shina la uharibifu lililopandwa kwenye maisha yako. Ng'oa pamoja na mizizi. Ng'oa. Kamata hilo shina la uharibifu, shina la uharibifu lililopandwa kwenye maisha yako, kwenye biashara yako, kwenye nyumba yako, kwa watoto wako. Kamata hilo shina la uharibifu lililopandwa kwenye maisha yako. Ng'oa pamoja na mizizi. Ng'oa pamoja na mizizi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kamata hilo shina la uharibifu lililopandwa kwenye maisha yako, kwenye biashara yako, kwenye nyumba yako, shambani mwako, kwenye mifugo, kwenye kazi yako, ofisini mwako. Ng'oa na mizizi yake. Tupa. Ng'oa na mizizi yake. Ng'oa na mizizi yake, usiache chochote kwa jina la Yesu. Kamata hilo shina la uharibifu lililopandwa kwenye maisha yako, kwenye nyumba yako, kwenye ndoa yako, kwenye maisha. Ng'oa pamoja na mizizi yake. Tupa shimoni kwa jina la Yesu, usiache chochote. Ng'oa hilo shina la uharibifu. Ng'oa hilo shina la uharibifu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ng'oa, usiache chochote kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hilo shina wamepanda usiku, ng'oa kwa jina la Yesu. Wamepanda mchana, ng'oa kwa jina la Yesu. Wamepanda asubuhi, ng'oa kwa jina la Yesu. Wamepanda jioni, ng'oa kwa jina la Yesu. 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 Usiache chochote, usiache chochote, usiache chochote kuchipuka. Shina la uharibifu nyumbani kwako, usiache chochote kuchipuka kwenye familia yako kwa jina la Yesu. Ng'oa hilo shina la katikati ya mji, inayoua vichwa, tunaipiga, tunabomoa, tunaiharibu, tunavunja kazi zote za kipepo zinazoua mambo ya kifamilia, katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Ile roho inayoua ibada haitaweza tena, haitaweza tena. Pigwa. Achia chochote ulichokishikilia, unachotaka kukiua. Hakitakufa Januari, hakitakufa Desemba, hakitakufa asubuhi, hakitakufa mchana, hakitakufa kwa damu ya Yesu.
kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hiyo roho inayoshambulia familia yako, roho ya magonjwa, roho ya magonjwa, roho ya magonjwa, kila unapopata fedha magonjwa yanainuka. Piga hayo magonjwa, piga hayo magonjwa. Mwambie Bwana, madhabahu ya magonjwa kwenye familia yangu hayatainuka, hayatainuka. Hiyo miungo, hizo roho, imeandikwa katika Luka 9:1, tumepewa mamlaka juu ya pepo baya na kila aina ya magonjwa. Shughulikia na hizo roho, hizo roho. Mlango unaofungua matatizo, unapopata fedha, funga huo mlango, funga huo mlango, funga huo mlango, funga huo mlango, funga huo mlango kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba, usiache, usiache, usiache. Bado hatujaomba, bado hatujaomba. Endelea kuomba. Unajaliwa kunena kwa lugha, nena kwa lugha, nena kwa lugha, nena kwa lugha. Endelea tukomba, endelea tukomba, endelea. Ng'ang'ana na Bwana, ng'ang'ana na Bwana paka vitokee, paka vitokee, paka vitokee. Elia akaenda mara ya kwanza, akaomba tena mara ya pili, paka mara ya 7 akaona kawingo. Omba na wewe, omba na wewe paka uone wingo, paka uone vinatokea, paka uone vinatokea. Endelea mtu wa Bwana, endelea mtu wa Bwana. Hautabaki kama nilivyokukuta, hautabaki kama mwaka jana. Hautakuwa mtu wa kuugua tu, hautakuwa mtu wa magonjwa tu. Nimekataa huo mlango wa magonjwa, nimekataa. Pigwa madhabahu ya magonjwa, magonjwa ya kurithi, magonjwa ya kurithi, magonjwa ya kurithi. Pigwa, pigwa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hayo magonjwa yanayoshambulia damu, hayo magonjwa yanayoshambulia figo, hayo magonjwa yanayoshambulia ini, hayo magonjwa yanayoshambulia akili, hayo magonjwa yanayoshambulia miguu, uti wa mgongo. Pigwa, pigwa. Achia mume wake, achia mke wake, achia watoto wake, achia, 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 achia. Na kuamuru achia, na kuamuru achia, na kuamuru achia, na kuamuru achia kwa damu ya Yesu. Toka, achia maisha yake, toka, achia, toka, achia, achia watoto wake, achia familia kwa jina la Yesu. Achia, achia huo mwili, achia hizo akili, achia, 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 achia kwa jina la Yesu. Achia maisha yake, achia, 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 achia watoto, achia mume wake, achia mke wake kwa jina la Yesu. Achia, 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 achia kwa jina la Yesu, achia kwa jina la Yesu, achia kwa jina la Yesu, achia kwa jina la Yesu. Achia, 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 achia maisha yake, achia maisha yake, achia maisha yake, achia maisha yake kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yes. Shughulika na kila mtesi, kila mtesi. Ili ni ombi la mwisho la vita. Kila mtesi, kila mtesi anayekutaabisha, anakutaabisha kichawi, anakutaabisha kwa maneno, mwambie Bwana, kila mtesi aliyezuia maisha yangu, aliyezuia kesho yangu, awe mchawi, awe mwanadamu, kila mtesi, kila mtesi, kila mtesi aliyeshikilia maisha yako, huyo ambaye anafanya uchawi hapo kazini, huyo ambaye anaisumbua hiyo ndoa yako, huyo ambaye amekamata tumbo lako la uzazi, huyo ambaye ameshikilia lango la familia yenu, kila aina ya mtesi, kila aina ya mtesi, kila aina ya mtesi, pigwa kwa jina Yesu, pigwa kwa jina Yesu, pigwa kwa jina Yesu. Kila mtesi aliye mbele yako, mtesi wa kazini, mtesi kwenye biashara, mtesi kwenye huduma, mtesi kwenye ndoa, mtesi kwenye mahusiano, mtesi kwenye ukoo, kila aina ya mtesi, huyo mtaabishaji, huyo mtaabishaji, kila farao aliyesimama mbele yako, kila farao aliyesimama mbele yako, kila Goliati aliyesimama mbele yako, kila Goliati aliyesimama mbele yako, pigwa kwa jina Yesu, pigwa kwa jina Yesu, pigwa kwa jina Yesu. Achia maisha yake, achia maisha yake. Huwa unakuja kwa njia ya ndoto, tunakupiga ndotoni, tunakupiga ndotoni, tunakupiga ndotoni. Umekamata nyota yake, umekamata kibali chake, umekamata nguo zake, uliiba kucha zake, uliiba nywele zake, umemshikilia kwenye hiyo chupa, kwenye hiyo ntunguri, kwenye hiyo madhabahu. Pigwa, 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 pigwa. Hiyo madhabahu, hiyo madhabahu
iliyokamata nafsi yake tunaipiga pamoja na wewe, pamoja na wewe. Watesi wako wanaangushwa leo, watesi wako wanaangushwa leo. Kila aliyekamata faili lako kwenye ulimwengu wa roho, kila aliyekamata kesho yako kwenye ulimwengu wa roho, anapigwa, 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 anaanguka, 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 anaanguka. Wanaachia tumbo la uzazi, wanaachia mwili wako, wanaachia uchumi wako, wanaachia biashara yako, wanaachia heshima yako, kipawa chako, kibali chako. Pigwa kwa jina la Yesu, pigwa kwa jina la Yesu, pigwa kwa jina la Yesu. Achia kazi, achia kazi yake, achia kazi yake. Mmemzuia asipate kazi, pigwa. Endelea, endelea, piga wote, piga wote, piga wote. Yes, piga kwa mapigo 10 ya Bwana. Piga huyo adui, piga huyo adui, piga huyo adui, piga huyo adui. Mapigo 10 ya Bwana yanapita. Piga, 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 piga. Mapigo 10 ya Bwana yanapita. Mapigo 10 ya Bwana yanapita kwa adui. Mapigo 10 ya Bwana yanapita kwa adui. Piga, 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 piga huyo adui, 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 piga huyo adui. Piga, 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 piga huyo adui, 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 piga huyo adui. Mapigo 10 ya Bwana, mapigo 10 ya Bwana yanapita, mapigo 10 ya Bwana yanapita. Nyosha mikono yako, nyosha mikono yako, simama juu. Nyosha mikono yako, simama juu. Sema, Bwana Yesu asante. Bwana Yesu asante. Asante kwa kuwa umenipa nafasi ya kuomba, na asante kwa kuwa umenisikia. Nimekuomba Bwana wepesi, mikono yangu nimenyosha. Napokea roho ya ibada, roho ya ibada, roho ya ibada. Napokea roho ya ibada, roho ya ibada. Napokea maongezeko ya mahusiano kati yako na mimi. Bwana, roho ya ibada naipokea. Napokea roho ya ibada, roho ya ibada. Napokea vipawa, napokea karama, vipawa vya biashara, vipawa vya utumishi, vipawa vya kutumika. Napokea akili mpya, napokea akili mpya, kama malaika alivyoshuka akampa akili Danieli ili apate ufahamu. Na mimi leo Bwana napokea akili za kimbingu, akili mpya kama ulivyompa Bezaleli mwana wa Huri roho ya akili. Na mimi napokea roho ya akili, roho ya akili. Napokea wepesi, wepesi wa kufikiri, wa kuamua, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Napokea hizo baraka, hizo baraka ulizoziachilia kwa ajili yangu. Najipatanisha na malango ya sekunde, na malango ya dakika, na malango ya lisaa, na malango ya siku, na malango ya wiki, na malango ya mwezi, na malango ya mwaka. Muda wangu hautaliwa, muda wangu hautaharibiwa kwa jina la Yesu. Najipatanisha na watu sahihi uliowaandaa kwa ajili yangu. Najipatanisha na kila fursa iliyoandaliwa kwa ajili yangu. Mwaka huo utakuwa mwaka wa kukua, wa kuongezeka. Maana umenipa nguvu, maana umenipa nguvu ili niendelee na safari, ili niendelee na safari kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nyosha mikono hivyo hivyo, nyosha mikono hivyo. Kuna impartation, kuna impartation. Mungu anakupa roho itakayokusaidia kushinda dhambi. Mungu anakupa roho itakayokusaidia kushinda mwili. Mungu anakupa roho itakayokusaidia kushinda tamaa ya mwili. Mungu anakupa roho itakayokusaidia kucontrol akili zako. Kuna impartation. Ndio, 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 ndio. Endelea tu kunyosha mikono, usichoke. Pokea hiyo mikono, tunapokea. Wahudumu mwe makini kidogo, mwe makini kidogo. Nguvu za Mungu zinapita, nguvu za Mungu zinapita. Hatuwezi kuomba maombi ya namna hii roho asituhudumie. Pokea sawa na ulivyomuomba Bwana. Pokea,
pokea. Wahudumu msifunike macho, pokea. Wewe mwingine endelea kunyosha mikono, usishangae watu, huu pako utakupita. Endelea, pokea. Paka huku kuna neema inaachiliwa, ninaisikia mkono wangu wa kulia. Paka huku, pokea. Ulikuwa huwezi kuomba, utaanza kuomba kuanzia leo. Utasikia kuomba kuanzia leo. Roho ya maombi inaingia ndani yako. Roho ya maombi hiyo, roho ya ibada, roho ya ibada hiyo, roho ya kumpenda Bwana, roho ya kumpenda Bwana. Ulikuwa unampenda sana Mungu, ile roho ikaondoka, unarudishiwa tena hiyo neema, Naona ukiwa unaondoka, ukame unaondoka, unyevu unakuja. Pokea vipawa vya biashara, utaanza kuwaza mawazo makubwa, utaanza kufanya mambo makubwa. Pokea hiyo roho aliyopokea Bezaleli. Mungu alimpa Bezaleli roho ya kufanya vizuri katika ile kazi kwa ustadi. Pokea roho ya akili, pokea roho ya wakili. Kila kazi utakayopewa ofisini utaifanya kwa ubora. Utakuwa nuru kwenye hiyo ofisi, Pokea hiyo roho. Hiyo roho ni ya kwako. Ndio. Ninaona tumbo la uzazi linafunguliwa. Tumbo la uzazi linafunguliwa. Ninauona mkono wa Mungu kwenye tumbo la uzazi la mtu. Kuna tumbo la uzazi linafinyangwa. Hiyo mirija inafunguliwa, hayo mayai yanafunguliwa, huo ukuta wa uzazi unafunguliwa. Ndio. Pokea. Nakiona kitu kingine. Waliiba kibali chako kazini, kinarudi kibali cha ofisini. Nguvu za Mungu zinapita. Ndio. Hicho kibali, madhabahu za giza zimenyang'anywa, wamenyang'anywa kibali chako, kinaachiliwa. Malaika waliozamu wamekibeba hicho kibali, kinarudishwa tena. Pokea. Ndio. Bwana anakurudishia nafasi yako, heshima iliyokuwa imepotea, heshima iliyokuwa imeibiwa, vazi lililokuwa limeibiwa. Kuna watu wanavikwa vazi jipya hapa, vazi la wepesi, roho ya wepesi, wanavikwa vazi jipya hapa. Ndio. Pekiti. Pokea. Hakuna mtu atakaye kushika. Roho wa Bwana anakushika mwenyewe, anapita kiti kwa kiti, mpaka kule nyuma. Pokea kwa jina la Yesu. Vitu vinarudishwa. Ulianguka dhambini, shetani akatumia huo mlango akaiba kibali. Mungu amekusamehe, anakurudishia heshima yako, anakupa kuanza upya. Kuna watu wanapewa mkate na maji, na Mungu anasema kwa nguvu ya hicho chakula utasogea mbele, utaendelea na safari. Hautafia hapo. Naiona ofisi ya mtu. Ulikuwa umepoteza heshima hapo kazini kabisa. Hasara nyingi zinapita kwenye mikono yako. Adui aliiba kile cha thamani kwako. Ninaona neema imerudishwa. Kila aliyekuwa anafanya vita na wewe, Mungu anafanya vita juu yake. Ndio. Sio kawaida. Hiyo nguvu sio ya kawaida. Supernatural power. Pepo nyoka, hautaweza kukaa. Lewiathani, hautaweza kukaa. Enyi
mizimu, hamtaweza tena, hamtaweza tena. Bwana anajaa ndani yake, Bwana anajaa ndani yake, Bwana anajaa ndani yake. Ndio, 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 kwa jina la Yesu. Kule nyuma msaidieni yule mama, msaidieni haraka asije akatoka nje akakimbia. Kama kuna wahudumu wa kiume, wanaume, mwende mkamsaidie yule mama. Yes, yes, endelea, 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 endelea. Mkiweza kumleta madhabahuni mleteni tu. Endelea, 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 endelea. Mungu anatuhudumia hapa, Mungu anatuhudumia hapa, Mungu anatuhudumia hapa, Mungu anatuhudumia hapa. Kama na nguvu nyingi mwacheni tumwe naye karibu pia. Mungu anatuhudumia hapa, Mungu anatuhudumia hapa. Ndio, ndio, ndio. Huna mahali pengine pa kumlilia Mungu. Usipoitumia hii fursa, usipoitumia hii fursa, watu wanafunguliwa hapa. Tuna ushuhuda wa mwezi wa 9 watu kuwa na watoto hapa. Tuna ushuhuda wa mwezi wa 10 watu kuwa na watoto hapa. Tuna ushuhuda wa mwezi wa 11 watu kuwa wamejenga hapa. Tuna ushuhuda wa kupata kazi, tuna ushuhuda wa kurudishwa kazini, tuna ushuhuda wa kuoa na kuolewa hapa. Tuna ushuhuda wa watu kumtumikia Mungu kwa viwango visivyo vya kawaida. Tuna ushuhuda wa kuweza kuyaishi maisha matakatifu, maisha matakatifu, maisha matakatifu, maisha matakatifu. Tuna ushuhuda, maana kuna maagano yanavunjika, 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 yanavunjika. Linasimama agano la Bwana katika Kristo Yesu. Kanda rabo sikiri masaka. Jesus. Yes. Yes. Haitakaa hiyo roho ya kukuua. Hautakufa. 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 Nasikia wanasema yuko zamu, yuko zamu. Kwani hujasikia kama tumekataa roho ya mtu tumeiua? Hatokufa, hatokufa. Hata mimba yake haitaharibika hata moja. Hatokufa mume wake, hatokufa mtoto wake, wala yeye hatokufa, wala hatokufa mke wake. Hakuna hiyo mauti itakayosimama. Haipo, 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 haipo. Uko uzima umejaa ndani yake, uko uzima umejaa ndani yake, katika jina la Yesu. Jesus, 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 Jesus. Ninakufungua kwa jina la Yesu, nakufungua kwa jina la Yesu. Semina hii itakuwa ushuhuda wako. Semina hii imebeba muujiza wako, imebeba muujiza wako, imebeba muujiza wako. Semina hii imebeba muujiza wako, imebeba muujiza wako. Semina hii imebeba muujiza wako, imebeba muujiza wako. Ninakufungua kwa damu ya Yesu. Ndio, kwa sadaka ya damu ya Yesu, 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 kwa sadaka ya damu ya Yesu. Ninakufungua kwa sadaka ya damu ya Yesu. Ndio, utarudi kwenye madhabahu hii ukimshangilia Bwana. Utarudi kwenye madhabahu hii ukiwa na ushuhuda. Ninakufungua kuanzia leo kwa jina la Yesu. Pigie Yesu makofi, mwambie asante. Nisaidie tu kuingia kwenye maombi ya kushukuru. Mwambie Yesu asante, mwambie Yesu asante, mwambie Yesu asante. Ukiwa umekaa mshukuru Mungu, ukiwa umesimama mshukuru Mungu. Mwambie tu Yesu asante, mwambie tu Yesu asante. Kutindaga kiara ndaga marafiare. Mshukuru Bwana kwa Kiingereza, mshukuru Bwana kwa Kiswahili, mshukuru Bwana kwa kabila lako, mshukuru Bwana kwa kunena kwa lugha. Mshukuru Bwana, mwambie asante, mwambie tena asante, mwambie tena asante, mwambie tena asante. Amejibu maombi Bwana, amejibu kwa wakati. This is the right time. Ndio wakati huu ulikuwa unasubiriwa, ilikuwa inasubiriwa Januari 2026. This is your season, this is your season, this is your season. Haya ni majira yako, haya ni majira yako. Ni muda huu uliokuwa unasubiriwa, muda wa kinabii, muda wa kinabii, muda wa kinabii. Ndio huu uliokuwa umetabiriwa, ndio huu uliokuwa umetabiriwa. Mwambie Yesu asante, mwambie Yesu asante.
Mandaga Kiara, mwambie Yesu asante, mwambie Yesu asante, mwambie Yesu asante, mwambie Bwana nakutukuza, Bwana nakushukuru, Bwana nakuinua, Bwana nakuadhimisha. Ongeza tena makofi, usipige makofi ya kujilazimisha, yafurahie hayo makofi. Mfanyie Bwana ibada, mfanyie Bwana ibada, mwambie Bwana asante, mwambie Bwana asante. Wakati unaendelea kushukuru, kuna kitu kinapita pia, kuna kitu kinapita pia. Mwambie tu asante, mwambie asante, mwambie nimepata kazi, mwambie nimepata kazi, mwambie nimepata kazi, mwambie asante kwa kunipa kazi. Amini tunachokwambia, amini tunachokwambia. Mwambie Bwana asante, mwambie Bwana asante kwa ajili ya mwanangu, Bwana asante kwa ajili ya wazazi wangu, Bwana asante kwa ajili ya watoto wangu, Bwana asante kwa ajili ya utumishi wangu, Bwana asante kwa ajili ya mwaka huu. Yesu asante, Yesu asante, asante kwa kunitengeneza, asante kwa kuondoa uzito, asante kwa kunipa wepesi, asante kwa kunizidisha, asante kwa kunibariki, asante Bwana, asante, asante kwa kunifinyanga, asante Bwana. Sintakuwa kama nilivyokuwa, sintakuwa kama nilivyokuwa, nimekuwa mwepesi, nimekuwa mwepesi, nimekuwa mwepesi. Asante kwa kunipa roho ya maombi, roho ya maombi. Asante kwa kurudisha ibada ofisini kwangu, ibada nyumbani kwangu. Asante Bwana, asante Bwana, asante kwa kurudisha roho ya ibada ndani yangu. Asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana. Bwana asante, 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 asante. Haleluya, haleluya. Naweza kuketi mahali pako. Haleluya. Jesus, 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 Jesus. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Sante Bwana, sante Bwana, sante Bwana, sante Bwana. Unastahili sifa Bwana. Yes, unastahili sifa Bwana. Yes, ndio Bwana. Twakupa utukufu na heshima. Wewe ni Bwana, wastahili sifa. Keyboard tu kama utaweza kuimba peke yako. Yes, endelea tu kumshukuru Mungu. Yes. Wewe ni Bwana, wastahili sifa. Wewe ni Bwana, wastahili sifa. Wewe ni Bwana, wastahili sifa. Wewe Mungu wastahili, one more time, come on. Come on, somebody.
chombo cha sadaka, niwekee chombo cha sadaka, niwekee chombo cha sadaka. Shika sadaka yako, shika sadaka yako. Come on, msichoke. Wewe ni Bwana wasai sifa, 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 wewe ni Bwana wasai Tunakushukuru Mungu Mwenyezi, asante kwa kutupa ibada nzuri hivi. Tunasikia kukufurahia Bwana. Mbingu ziko wazi kwa ajili yetu. Umetupa huu mwaka Bwana. Huu mwaka ni wa kwetu. Mwaka hautatumiliki sisi, sisi tutaumiliki mwaka. Tunayaamuru malango ya 2026 yawe wazi Bwana. Tunayaamuru Januari, kabla mapambazuko ya Februari hayajaanza, tunayaamuru malango ya mwaka huu yawe wazi. Malango yetu ya uchumi hayatafungwa, yatakuwa wazi daima. Yatakuwa wazi mchana, yatakuwa wazi usiku, yatakuwa wazi asubuhi, yatakuwa wazi jioni, yatakuwa wazi adhuhuri, yatakuwa wazi alasiri. Tunayaamuru malango yawe wazi Bwana. Muda wetu hautaliwa na matukio mabaya, hautaliwa na mauti, hautaliwa na magonjwa, hautaliwa na waganga, hautaliwa na wachawi, hautaliwa muda wangu, hautaliwa muda wa huyu mama, hautaliwa katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Katika huu mwaka havitasimama uganga wala uchawi, havitaweza kufanikiwa. Tunafungua malango ya ibada yawe wazi Bwana. Huu ni mwaka wetu na wewe pamoja na sisi. Hatutaenda peke yetu. Uso wako utaenda pamoja nasi, uso wako utaenda pamoja nasi, utakuwa nasi nyuma yetu, utukufu wako utatulinda, utakuwa nasi mbele yetu, utukufu wako utatuongoza, utakuwa nasi kushoto, utukufu wako utatulinda, utakuwa nasi kulia, utukufu wako utatulinda, utatuzungushia ukuta wa moto wa Roho Mtakatifu. Chini na juu wewe ni mwamba wetu na kiongozi wetu. Asante Bwana Yesu kwa neema hii ya ajabu ambayo umeiachiria Bwana. Tumekusihi Mungu, malango ya uzazi yawe wazi Bwana Yesu. Na itabiria hii madhabahu ya kwamba kuna watu watasimama hapa na kumshuhudia Mungu aliye hai ya kwamba maombi haya yameleta watoto kwenye matumbo yao, yamepitisha watoto kwenye viuno vyao, katika jina la Yesu Kristo. Mwaka Bwana tutasimama kwenye hii madhabahu, tutashuhudia kwa wazi au kwa siri ya kwamba Bwana umetupa kazi, ya kwamba Bwana umetufanikisha. Haijalishi tunasali hapa au
tusali hapa, lakini ni madhabahu uliyoitumia kusema nasi. Hakuna atakayezuia huo ushuhuda, hakuna atakayechelewesha huo ushuhuda, hakuna atakayezuia huo ushuhuda. Hayupo hata mmoja, kwa kuwa yamekwisha kuwa na yamekwisha tukia na yanakwenda kudhihirika katika macho ya nyama. Heshima ya watu imerudi, heshima ya watu imerudi, vibali vya watu vimerudi. Hakuna anayeweza kusimama tena. Hayupo hata mmoja, hayupo hata mmoja. Wameanguka kina Dagoni, wameanguka kina Goliati, wameanguka watesi waliokuwa na masifa, waliokuwa na majina makubwa, waliokuwa wanaheshimika kwamba huyo akisema hauwezi kufanikiwa. Wameanguka hao. Mfalme Sioni ameanguka na mfalme Ogu ameanguka. Wafalme wote waliokuwa wanaitesa Israeli wameangushwa wa Misri, wameangushwa wa Misri wa huyu mama, wameangushwa wa Misri wa huyu dada, wameangushwa wa Misri wa familia, wameangushwa wa Misri wa ndoa, wameangushwa katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ikiwa Bwana amesema ndio, nani awezaye kusema hapana? Ikiwa Bwana amesema nakuwa, nani atasema haiwezekani? Umri hauwezi kuzuia, mazingira hayawezi kuzuia, hakuna chochote kinachoweza kuzuia. Saa na ahadi ya Bwana imekwisha kuadia, imekwisha kuadia. Ile ahadi ya kutoka Misri ndio hii sasa, ndio wakati huu sasa. Uganga wa Wamisri hawawezi kuzuia, miungu ya Wamisri haiwezi kuzuia, wala wazaliwa wa kwanza wa Wamisri hawawezi kuzuia. Nani atakayezuia kile ambacho umetutuma tuje ili uweze kutuambia? Nani atakayezuia? Hayupo na wala hajakuwepo na hatatokea mtu wa kuzuia neno lako, maana imeandikwa, shauri la Bwana ndilo litakalosimama. Watakusanyana, lakini si kwa shauri lako, bali kusudi lako ndilo litakalosimama. Bwana, asante Bwana, tunakutukuza. Tumeambatanisha sadaka hii tulipotambua kwamba umeshuka, tukajua Bwana sifa yako mojawapo ni kutaka sadaka, nasi tumeachilia sadaka. Gideoni alipojua umeshuka aliachilia sadaka. Ibrahimu alipojua umeshuka aliachilia sadaka. Kina Petro walipojua umeshuka waliachilia sadaka. Hana alipojua umeshuka aliachilia sadaka. Nasi tumeachilia sadaka, tumeachilia sadaka. Hii sadaka igeuke kwa baraka, idhihirishe yale ambayo tumekuomba Bwana, ikukumbushe kwenye kiti chako cha enzi kama ulivyomkumbuka Kornelio kwa sababu ya manukato ya sadaka. Manukato ya sadaka hii Bwana ya kukumbusha habari ya huyu mama. Umesema huu mwaka ni wake, umesema huu ni mwaka wake. Katika jina la Yesu hatutaonewa huu mwaka, hatutaonewa huu mwaka, maana manukato yetu yako madhabahuni pako, mioyo yetu iko madhabahuni pako. Nani atakayeweza kutuinua? Haijalishi ana rushwa, haijalishi ana uganga, haijalishi ana umaarufu. Wewe ni mkuu, vyote juu ya yote, yote katika yote. Nani awezaye kutuonea wewe ukiwa upande wetu? Hayupo Bwana na wala hata kuwepo. Tunakushukuru, tunakutukuza, tunakuinua. Pokea sadaka hii, tumeitoa kwa moyo wa shukrani kabisa, moyo wa furaha, moyo wa upendo. Pokea Bwana manukato haya, zawadi hizi, maua haya, ni ibada hii takatifu. Pokea Bwana katika jina la Yesu, amen. Andika jambo la tatu, nitakutajia tu vitu, tutaendelea kesho. Nilikwambia jana kwamba leo ni siku yetu ya kuomba, kwa hiyo wala usipate shida moyoni mwako. Kama umefika leo, somo tulilonalo lile pale madhabahuni, falsafa ya kukua na kuongezeka. Tunasimama na kile kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 19 mstari wa 5 hadi ule wa 8, wakati ambao mtumishi wa Mungu Elia anapewa nguvu na Mungu ili aweze kuendelea mbele. Wafalme wa Kwanza sura ya 19 mstari wa 5 hadi wa 8. Tunasimama pia na Wakorinto wa kwanza sura ile ya 13 mstari wa 11. Tumeona mambo kadhaa hasa kwa siku hizi tatu, mambo makubwa mawili. Falsafa ya kukua na kuongezeka inataka ujue hekima kadhaa au mambo kadhaa. Jambo la kwanza, ujue mwelekeo wa maisha katika kila msimu mpya. Jambo la pili, uwe na utayari wa kukua na kuongezeka. Uwe na utayari wa kuongozwa na Bwana. Uwe na utayari wa kufikishwa Kanaani na Mungu. Uwe na utayari wa kufikia maono na hatima yako. Falsafa inataka uwe na utayari. Vitu vyote vinaweza vikawepo, usipokuwa na utayari bado haviwezi kukusaidia. Naweza ukazaliwa familia tajiri kabisa, lakini usiufurahie huo utajiri kwa sababu hauna utayari. Naweza ukazaliwa familia maskini, lakini ukafanya vitu vikubwa zaidi kwa sababu ndani yako kuna utayari wa kukua.
Kwa nimefundisha hivyo. Andika jambo la tatu, kujua kusema. Ujue kusema unachotakiwa kusema. Falsafa ya kukua na kuongezeka inataka ujue cha kusema. Kujua cha kusema. Tutakaa kesho hapa, nimekuahidi. Bado tuna vitu kadhaa kwenye falsafa. Kuna mambo matano, yapo mengi lakini mimi nimepewa matano. Si lazima niamalize yote, naenda kadiri Mungu anavyonisemesha, na siendi kwa mtiririko kwamba lipi ni namba moja, lakini naachilia tu vile ninavyosikia leo nifundishe kipengele kipi. Na tukirudi kwenye maandiko vizuri, tutasoma kesho zaidi, utaona watu wote ambao Mungu aliwaagiza, aliwafundisha cha kusema. Alimwambia Yeremia, utakwenda nitakapokutuma, utasema nitakachokuambia useme. Bwana asifiwe. Alimwelekeza Musa atasema nini kwa Farao. Alimwelekeza Musa atasema nini kwa Farao. Alimwambia mtumishi mmoja anaitwa Paulo, akamwambia nenda, utamkuta Anania mahali fulani, atakwambia ya kupasayo kufanya. Na Anania akazungumza naye. Kwa Mungu anapokuita, Mungu anapokupa msimu mpya, anakupa na hekima ya kusema. Anakupa hekima ya kusema. Ni kitu cha muhimu mno 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 kuliko unavyoweza kufikiri. Kwa sababu wakati tunasoma tunatumia dakika chache sana, na kuhakikishia chache sana. Wakati tunasoma habari ya kukua, unakumbuka Paulo alichosema, nilipokuwa mtoto nilifikiri kama mtoto, nilisema kama mtoto, nilifahamu kama mtoto. Kwa hiyo kusema kunaweza kukatusaidia kujua kama umekuwa au haujakuwa. Tunaelewana? Nilipokuwa mtoto nilifikiri kama mtoto, nilifahamu kama mtoto, nilisema kama mtoto. Nimekuwa mkubwa, nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Kwa hiyo kuna namna mtoto anaongea na kuna namna matured person anaongea. Tunaelewana? Kuna namna mtu mzima akiongea unajua huyu ni mtu mzima, na kuna namna mtoto akiongea unajua huyu ni mtoto, na kuna namna mtu mzima akiongea kitoto unajua bado anahitaji kusaidiwa. Ofisini kwetu tuna Wakorintho wa kwanza 13:11 ambao nimekusomea hapo ili uweze kuelewa kile Mungu anataka kutufundisha. Wakorintho wa kwanza 13:11 inasema hivi: nilipokuwa mtoto nalisema kama mtoto mchanga, nalifahamu kama mtoto mchanga, nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Kwa hiyo kukua kuna tambulisho na kufikiri. Kukua kuna tambulisho na ufahamu wa kuelewa. Kukua kuna tambulisho na kuongea. Tuongeze tena. Zaburi ya 34 mstari wa 12. Zaburi ya 34 mstari wa 12. Zaburi ya 34 ule mstari wa 12. Apate kuona uzima. Alafu angalia mstari wa 13. Uuzuie ulimi wako na mabaya, na midomo yako na kusema hila. Uuzuie ulimi wako na mabaya, na midomo yako na kusema hila. Sasa ukiutafsiri huu mstari, kuna vitu vya muhimu ambavyo mbingu zinakusemesha. Tasoma Biblia nyingine ya habari njema hapa kwenye iPad yangu. Anasema hivi: je, watamani kufurahia maisha, kuishi maisha marefu na kufurahia mema? Basi acha kusema mabaya, epuka kusema uongo. Ningeweza kuzungumza tena na vitabu vingine, nitaendelea kesho, vya Kiingereza vinazungumza habari ya kama unataka kuishi maisha ya muda mrefu na unataka kuishi maisha ya furaha, control namna ya kuongea. Eneo jingine linasema tafuta hekima ya kuongea. Kwa hiyo kama amezungumza vitu viwili, kama unataka kuishi maisha yenye uzima ya muda mrefu unaweza ukaishi maisha yasiyo ya kwako. Tunaelewana? Kwa ndio maana jana wakati unanisikia hapa nilikwambia habari ya mtumishi wa Mungu Uzia alipokufa, Isaya akamuona Mungu. Alipoona ule utukufu akamwambia Bwana, ole wangu mimi kwa kuwa midomo yangu ni michafu. Na yule serafi akashuka kutoka madhabahuni kwa Mungu, akaja Isaya alipo na kijinga cha moto. Alafu akakiingiza kile kijinga, alafu akamwambia nimeutakasa mdomo wako. Kwa nini asingetakasa kitu kingine? Maana kulikuwa na shida na udhaifu kwa Isaya kwenye kinywa. Ana upako, ana utumishi, ana karama, lakini
kinywa chake kisingemfikisha kwenye hatima. Unaweza kuona ni vitu vidogo vidogo sana, lakini Biblia inasema ulimi ni kiungo kadogo sana, ila kanaweza kuwasha msitu mzima. Kwa kuna mahali tu, how do you talk? Unaongeaje na mme wako? Unaongeaje na mke? Unaweza ukawa unanena kwa lugha mwamba, hata kunena kwa lugha ajui. Unaongeaje na mme wako? Unaongeaje na mke wako? Unaongeaje na mchungaji wako? Unaongeaje na bosi wako? Anaweza kuwa bosi ana madhaifu, na kuna eneo ambalo pia adui analishambulia kwa walokole kama eneo la kuongea, kwa sababu watu wengi sana wanaamini akishaokoka anajua kila kitu. Hata kama umeokoka, mama yako bado atabaki kuwa mama yako, hata kama hajaokoka. Chunga unaongeaje na mamako. Utanifanya nini we mama? Mama mwenyewe mchawi, mama mwenyewe wewe mlevi. Na kuhakikishia wewe ndio yule uliyezaliwa kwa huyo mama mchawi, ni wewe. Kwa mruhusu Mungu ashughulike na uchawi wa mamako. Ongea naye kwa hekima, ongea naye kwa utulivu. Ukishindwa kuongea kwa hekima, kunyamaza ni kuongea kiroho. Mbingu zitakwambia mnyamazie, kwa sababu kuna baraka ambazo Mungu hana, mchungaji hana, hata uwezi kuzipata, ziko kwa mama mzazi. Haijalishi mama ni mchawi, ni mlevi, ni mbaya, ni maskini, lakini kuna baraka Mungu hajawahi kuibeba, alishaitoa akampa mzazi. Mheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi, na ndivyo utakavyofanikiwa. Kasome Kumbukumbu la Torati. Kwa hiyo baraka mchungaji Gideon hawezi kukupa, baba askofu hakupi, mimi sikupi. Kuna baraka ya kikuhani au makuhani watakupa. Kuna baraka ya mzazi, sio mzazi wa kiroho. Acha kujificha kwenye hilo koti. Mzazi aliyekuzaa, na alikuzaa akiwa anakunywa pombe hivyo hivyo. Sijisahaurishe. Bwana asifiwe. Ulipookoka ndio ukaanza kumuona kama yeye takataka vile, afai vile. Kwa nini kaurokole kanakwambia wewe usichangamane na wasioamini? Huyo mwamba ndio umechangamana naye damu. Sasa tuishie tu hapa, si ndio? Tutaendelea kesho hapa Yaani hata kama umepewa uwenyekiti, mchungaji wako ni mchungaji tu, unaongeaje naye? Kwa hiyo darasa ndakukarisha hapa. Kuna mvurugano sana kanisani, kwa sababu mimi ni mwenyekiti wa kitengo fulani, mchungaji atanifanya nini? Mimi ndo nasimamia fedha. Wewe unafahamu kuitafuta kola wewe? Mwamba, kuitafuta kola sio nyepesi kama unavyofikiri. Huyo anabaki kuwa dira. Kwa hiyo ukienda, go with humbleness, nenda na unyenyekevu. Jua kuongea naye kwa akili. Mtege aingie kwenye laini, kitu cha Mungu kifanikiwe, kwa sababu umeona anawakwamisha. Ataingia kwenye laini. Tunaelewana watu wa Mungu? Kwa hiyo tutakaa hapo kesho, Mungu atatusaidia, tutaombea. Tuna vitu vitano ndio tunaingia cha pili. Amen. Kumbuka kesho tunaanza maombi ya kuombea mipango. Kwa hiyo uwe na uhakika hizi siku 4 zilizobaki zote ni za maombi. Tunaelewana? Nilikuahidi leo nitatenga siku nzima hiyo ya maombi, na nimeitenga kwa namna hii. Lakini hizi siku zinazoendelea tunajifunza kidogo, tunaomba. Kwa hiyo tutakuwa tunaanza maombi mapema ili nipate muda pia wa kufundisha. Bwana asifiwe. Kama mwishoni muda utaruhusu tupate muda wa maombezi. Leo nimeona kamvua kalichelewesha, lakini tunamshukuru Mungu hakajazuia kile ambacho Mungu alikusudia kufanya. Kama una miguu miwili nisaidie kusimama. Amen. Nisaidie basi kumsalimia jirani yako. Mwambie hongera kwa kuhudumiwa na Mungu leo. Saidie mwao. Toka hapo kwenye kiti msalimie. Hata ukisikia kuomba naye, ndio tunamaliza ibada hivi. Yes, kisikia kumwao na kuomba naye, praise team. Kisikia kumwao na kuomba naye, mwao. Yes, usisubiri watu wakufuate, hata kuwafuata ni unyenyekevu pia. Na mchungaji yupo hapa pia, unaweza ukamsalimia. Amen. Mwao. Salimia, tumwambie hongera kwa kuhudumiwa. Wakati huo bro unanisaidia, nikishasema tu amina tukapokea baraka, tulishatoa sadaka. Amejibu maombi, amejibu kwa wakati. Amen. Mwao basi msalimie jirani yako basi. Mbona hata mtabasamu? Wow, nimemsikia mama anasema asante mchungaji wangu. Hiyo imeenda hiyo yenyewe kabisa. Amen. Inua mkono wako wa kulia. Sema Bwana Yesu, asante kwa ibada nzuri. Narudi kwenye malango ya nyumba ya kwangu. Baraka zako ziambatane nami, fadhili zako ziambatane nami, utukufu wako
uambatane nami. Nyayo za miguu yangu zitakapokanyaga patabarikiwa. Nitakapofika nyumbani, nyayo za miguu yangu zigeuze ile baraka niliyoipokea hapa iingie kwenye malango ya nyumba yangu. Popote nitakapoonekana, kila ubaya utanyamaza kimya, kila watesi wataniogopa, kila tatizo litaniogopa kwa jina la Yesu. Fadhili zako ziwe pamoja nami daima. Amen. Karibu mchungaji. Basi ukiwa umesimama, naomba upokee baraka za Bwana. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda, akuangazie nuru za uso wake, akufadhili. Bwana akuinulie uso wake, akupe amani. Kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Nina matangazo mawili. Kesho tuna maombi ya mkesha, vijana watatuongoza. Nimepokea taarifa hiyo kutoka kwa mhasibu wa vijana. Ni Ijumaa. Lakini kuna bangili. Hii ni bangili, sijui ni kitu gani hiki. Amejibu maombi Yesu.